Ni wakati mwingine tena wa kukutanisha watu zaidi ya 5,000 kupitia burudani ya sanaa, utamaduni na utalii ndani ya Dodoma. Karibu kwenye msimu wa 17 wa tamasha la muziki wa kitamaduni la Chigogo ndani ya viwanja vya Chamwino Art Center, CAC Chamwino Ikulu Dodoma, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 26 Julai 2026. Muda ni kuanzia saa 4 asubuhi hadi saa 2 kamili usiku. Ni siku 3 za mafunzo kwa wasanii, maonesho ya jukwani ya vikundi 50, maonesho ya biashara, bidhaa na huduma, filamu, safari za kitalii, vyakula vya asili, maonesho ya mavazi, fashion show na surprise kibao. Hakuna kiingilio. Kuwa mshirika sasa kupitia namba 0758 90 7980 au kupitia email @chamwino@gmail.com. Usikose CMF 2026, kiasili 100. Chigogo Music Festival 2026, 100% traditional experience. Baraza la Sanaa la Taifa BASATA limetoa wito kwa wasanii wote nchini kujirasimisha rasmi ili waweze kutambulika kisheria na kunufaika na fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali, likisisitiza kuwa mfumo wa usajili unapatikana mtandaoni kupitia kiungo cha sanaa.go.tz. Wito huo umetolewa leo Februari 27, 2026 katika wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma na afisa sanaa kutoka BASATA Angela Mhilu wakati wa semina viongozi wa makundi yatakayoshiriki tamasha la 17 la muziki wa Chigogo litakalofanyika Julai 24 hadi 26, 2026 katika viwanja vya Kituo cha Sanaa na Utamaduni Chamwino CAC. Kwa jina naitwa Angela Michael Mhilu, ni afisa sanaa kutoka Baraza la Sanaa la Taifa. Lakini leo tupo hapa wilaya ya Chamwino, Dodoma kwa jambo moja tu, ambapo taasisi hii ya Chamwino Art Center ilitoa mwaliko kwa Baraza la Sanaa la Taifa kama mdau wa sanaa nchini Tanzania, na Baraza la Sanaa kwa kuona tija ya wito huu, basi tumehudhuria hapa leo katika viunga hivi vya Chamwino Art Center. Lakini kikubwa ni semina kwa viongozi wa vikundi vya sanaa ya ngoma pamoja na sarakasi, na katika mada ambazo tumetuleta hapa kikubwa ni vitu vitatu. Kwanza kabisa ni swala zima la urasimishaji wa kazi za sanaa nchini, lakini vile vile ni jinsi gani huyu msanii anaweza kuandika maandiko mbalimbali ya miradi kuhusiana na kazi zake za sanaa, lakini jambo la mwisho ni kuhusiana na mwongozo wa maadili wakati unaandaa kazi za sanaa. Kwa hiyo kwa kuona tija hiyo, Baraza la Sanaa la Taifa likaona ni vyema lifike maeneo haya na kutana na wasanii hao au viongozi hao na kutoa elimu ya pamoja kuhusiana na mambo hayo ambayo nimeelezea. Labda tu niseme kwa ufupi sana kwa nini tunasema wasanii hawa au wadau hawa wajirasimishe Baraza la Sanaa la Taifa. Kwanza kabisa ni kusaidia hata serikali yetu sikivu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, swala zima la urasimishaji kwa hata kwenye kanzi data ile ya taifa inasaidia kurahisisha mambo hasa kwa upande wa sanaa. Ndio maana leo tunaona tunao mfuko wa utamaduni ule wa mikopo kwa wasanii. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana wewe msanii yoyote Tanzania ulipo ujue kwamba ni lazima au inakupasa wewe ujirasimishe ili upate haki mbalimbali, fursa mbalimbali. Kwa mfano tunaona taasisi hii kishokutwa mwezi wa 7 sikosei watakuwa na tamasha lao. Sasa wewe msanii ambaye hujajirasimisha unawezaje kuperform hapo? Kwa hiyo ni lazima ujirasimishe, jamii kujue, nchi kujue, lakini taasisi husika ambayo inasimamia sanaa nao ikufahamu kwamba fulani yuko sehemu fulani anafanya kazi ya sanaa. Kwa hiyo nitoe wito kwa wasanii wote nchini Tanzania kujirasimisha, na nzuri zaidi mfumo wetu huu upo online. Kwa hiyo uwe Kigoma, uwe Chamwino, uwe popote pale unafanya usajili kupitia kiungo cha sanaa.go.tz. Kwa upande wake mkurugenzi wa CAC Namala Samson amesema mafunzo hayo yameandaliwa kwa viongozi takribani 60 kutoka makundi 50 yanayotarajiwa kushiriki tamasha hilo kwa lengo la kuimarisha katika masuala ya uongozi, fedha na fursa zinazopatikana kupitia KOSOTA na mfuko wa utamaduni. Naitwa Namala Samson, ni mkurugenzi mtendaji wa Chamwino Art Center, kituo cha sanaa na utamaduni kilichopo hapa Chamwino Ikulu Dodoma. Na dhumuni kubwa kabisa ya siku ya leo, tumeandaa semina kwa ajili ya viongozi takriban 60 ambao wamekuja siku ya leo hapa kwenye kituo kuwafundisha
kuhusiana na umuhimu wa kujirasimisha, umuhimu wa kujifunza masuala ya elimu ya fedha, umuhimu na fursa mbalimbali zilizopo kwenye KOSOTA na mfuko wa utamaduni. Na sisi tunaandaa semina hii kwa ajili kabisa ya kuandaa viongozi hawa na makundi yao ambao ni takriban 50 ambayo yanatarajiwa kushiriki kwenye tamasha la mwaka wa 17 linaloitwa Chigogo Music Festival au tamasha la muziki wa Chigogo. Litafanyika tarehe 24 mpaka 26 mwezi wa 7. Kwa hiyo tumeona ni jambo jema kabisa kuwaandaa watu hawa waweze kujisajili, kwa sababu ni moja ya kigezo cha kufanya tamasha na wasanii kushiriki katika tamasha hilo. Lazima wajisajili na BASATA, lazima waelewe umuhimu wa kushiriki kwenye matamasha, lazima waelewe pesa wanazozipata na namna bora ya kutumia, kuweka akiba, kuwekeza na mambo mengine ambayo ya kimajanga, kama mfano kujiunga na bima mbalimbali za afya na mambo mengine wanazofanya. Na sisi tunawakaribisha watu wote ambao wanatazama popote walipo na wanasikiliza popote walipo katika tamasha hilo la mwaka wa 17 linalofanyika tarehe 24 mpaka 26. Tunatarajia watu zaidi ya 5,000 kuja kushiriki. Kwa hiyo tumeona ni jambo jema na laheri kabisa kama Chamwino Art Center kuandaa wasanii na kuwapa fursa wasanii waweze kukutana na wadau wengine, taasisi, mashirika, makampuni na taasisi mbalimbali za kiserikali, kwani tunatarajia mgeni rasmi kuwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Ninaitwa Sospita Makana, ni mratibu wa tamasha la muziki wa Chigogo. Mwaka huu tunatarajia kuwa na makundi zaidi ya 50 kwenye tamasha letu la mwezi wa 7. Lakini leo tuna semina ambazo zinaendelea hapa ofisini, semina za viongozi wa makundi yote ambayo yatashiriki tamasha la mwaka huu. Kwa hiyo tunajaribu kuwapiga msasa na kuona kwamba mwaka huu tamasha liwe la aina yake. Tunaendelea kutunga nyimbo za pamoja, lakini tunaendelea kuwaeleza jumbe za mwaka huu ziwe jumbe ambazo zinawafundisha jamii. Lakini pia tunashukuru sana matamasha yetu yameendelea kuonekana nje na ndani ya nchi. Lakini pia tunawakaribisha watu wote, makundi yote, pamoja na idara nyingi za serikali kuja kushiriki kwenye tamasha. Pia tutakuwa na vyakula vya asili. Sasa vyakula vya asili watu watapata mashindano na kupata zawadi mbalimbali watakaoshinda. Lakini tutakuwa na michezo ya bao, usolo wa kienyeji, usolo wa kienyeji mbalimbali, nafikiri tamaduni mbalimbali, kama ni wale wa Masai, Wagogo, yani kila mmoja na bao lake. Kwa hiyo wote watafanya. Lakini tarehe 24 mwezi wa 6 tutakuwa na tamasha kubwa sana la watoto. Shule wote watakusanyika kwenye viwanja vya CAC kwa ajili ya tamasha. Kwa hiyo kutakuwa na vitu vingi na wakaribisha. Naitwa Wilberforce Luka. Kwa taaluma mimi ni mwana historia, kwa hivyo taaluma yetu inahusiana sana na mambo ya sanaa na mambo ya utamaduni. Kwa hivyo nimefurahi leo kutembelea kituo cha sanaa cha Chamwino na kujionea mambo mbalimbali ambayo yanaendelea hapa. Kwa hivyo ningependa kuwasihi ndugu zangu vijana wote wapenzi wa sanaa na hata wale ambao pia sio, pata muda waweze kutembelea sehemu kama hizi ili kuendeleza tamaduni ya kudumisha mila na tamaduni zetu kupitia njia tofauti kama za sanaa, kama tukio linaloendelea hapa. Mimi naitwa ndugu Tadayo Mwingwa, ambaye ni mwalimu wa kwaya ya Imani, ambaye nimeanza kuanzia mwaka 1995 mpaka sasa. Nimekuwa msanii na mshiriki wa tamasha la muziki wa Chigogo katika kituo cha sanaa hapa Chamwino. Kwa hiyo nimeona vizuri kushiriki na tamasha hili. Limekuwa ni tamasha la mwaka wa 12. Kwa hiyo nafurahia sana katika tamasha hili, ninajifundisha vitu vingi sana.
katika tamasha hili. Kwanza umoja, lakini pili kutambulika katika jamii, tatu kutambulika katika vyombo vya kisasa, na lingine pia kujenga umoja katika jamii. Kwa hiyo wengine ambao hamjawahi kushiriki tamasha hili la muziki wa Chigogo, naomba wasanii wote tujitume kwa nia moja, maana sanaa ni biashara kama biashara zingine. Sanaa ina faida nyingi, kwa hiyo natakiwa tulisishe hata vizazi vijavyo. Semina hiyo imelenga kuwajengea uwezo viongozi wa makundi katika maeneo ya uongozi, itifaki, elimu ya fedha, urasimishaji wa namna ya kunufaika na fursa mbalimbali kuelekea tamasha la 17 la muziki wa kitamaduni wa asili ya Chigogo linalotarajiwa kuwa la kipekee mwaka huu. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, comment, like na share ili tuendelee kukuhabarisha.